Hili ndio tukio ambalo limewakumba wanafunzi wa chuo kikuu cha Lukenya, kipindi ambacho walikuwa wanaelekea zao shuleni ama wanaelekea chuo, lakini njiani bana wakutana na ndovu ambao walianza kuwakimbiza, kabidi wageuze njia na kurudi kule ambako walikuwa wamekitokea. Chuo kikuu cha Lukenya kinapatikana Mtito Andei, na pale ni karibu kabisa na mbuga ya wanyama ambayo inajulikana kama Tsavo. Naizungumzia Tsavo National Park ambayo ina wanyama wengi, lakini miongoni mwa wanyama ambao wanapatikana kule kwa wingi sana ni pamoja na ndovu. Na kuna matukio mengi sana ya wanyama hao kuvuka na kuingia barabarani na kuzuia wasafiri ambao wanaelekea zao Mombasa kutoka Nairobi. Sasa chuo cha Lukenya ni jirani kabisa na mbuga hii ya wanyama ambayo inajulikana kama Tsavo National Park, ambayo sijui ama haijaeleka kabisa kwamba ndovu hao waliweza kupenya vipi kuweza kutoka nje mpaka kufikia tu kuweza kuzuia barabara hii isipitike kabisa. Sasa wanafunzi hao walikuwa wanaelekea zao hapo kwenye pikipiki, wanaelekea zao shuleni, lakini njiani ndio wakutana tukio hili. Huyu ni mwanafunzi ambaye aliamua kurekodi video wakati wapo kwenye pikipiki. Ni wanafunzi wa kike wapo kwenye pikipiki wamebebwa, lakini nyuma yao kuna takriban kama ndovu watatu hivi ambao wakawa wanawakimbiza. Ni tukio ambalo limewatia hofu wengi sana, hususan wale ambao wana tabia za kusafiri usiku, na kulingana na masharti mengi ya chuo ni vibaya, na wanafunzi hawaruhusi kabisa kuingia chuo wakati muda wa masomo umeshaisha, kwa mfano mida ya jioni. Lakini kuna wengi ambao huwa wanafanya hivyo kipindi ambacho labda hawapo kwenye masomo, wanaamua kutoroka kidogo kwenda kufanya mambo yao kule nje, ama kuweza tu kuzunguka kwenye mizunguko yao binafsi. Sasa hii imewatia hofu wanafunzi. Sasa haijulikani ni muda upi ama ni time gani ambayo labda ndovu wanaweza kawa wametapaka na kuanza kuzunguka. Alijatolewa tamko lolote kutoka kwa KWS ambao ni Kenya Wildlife Service, ambao ni wanashughulika na hifadhi ya mbuga za wanyama, lakini pia alijatolewa tamko lolote kutoka kwa usimamizi wa chuo kikuu cha Lukenya kuhusiana na ndovu hao. Sio ndovu moja, ni ndovu wengi, alafu wanaonekana kabisa kwamba wanakimbia kwenye barabara ya umma, public road, ambayo huwa inapitisha wa vijana wengi, na sio tu wanafunzi wa chuo kikuu cha Lukenya, lakini ni barabara ambayo pia inapitisha watu ambao wanafanya shughuli zao za kila siku. Sasa ni tukio ambalo limetokea kidogo kwa shangaza wengi, hususan vijana ambao ni wanafunzi katika chuo hiki cha Lukenya. Sijui na maoni gani kuhusiana na hili? Nipe maoni yako pale chini kwenye comment.